Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Habari za asubuhi pia. Ni vizuri sana kuanza siku nawe na wasikilizaji wote wa Fizi Empire TV kutoka mashariki mwa Kongo. Tunawakaribisha sana katika matangazo haya ya asubuhi ya leo. Mapigano makali yaliripotiwa katika eneo la Uvira, mkoa wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mnamo Aprili 23, 2025, kati ya kundi la wananchi wanaojihami wanaofahamika kama Wazalendo na wanajeshi wa serikali ya Kongo, FARDC. Kwa mujibu wa taarifa, mapigano hayo yalijiri kwenye kilima kinachoelekea mji wa Uvira. Vyanzo vya habari vya ndani vinaripoti kuwepo kwa mvutano mkubwa kati ya Wazalendo na FARDC, huku FARDC ikielezwa kutotaka tena kuona Wazalendo ndani ya mji na inalenga kuwaondoa kutoka nafasi zote za kimkakati. Wakati huo huo, huko Nyangezi, pia katika mkoa wa Kivu Kusini, Wazalendo waliondoka kutoka mstari wa mbele na kuacha nafasi hiyo kwa FARDC na vikosi vya Burundi FNDB, ambavyo vimekuwa vikifanya operation kwa kushirikiana na FARDC katika maeneo hayo. Kundi la Wazalendo linaundwa na makundi mbalimbali ya wanamgambo wa kujitolea wanaounga mkono serikali ya Kongo katika kupambana na makundi yenye silaha, ikiwa ni pamoja na waasi wa M23. Hata hivyo, kumekuwa na ripoti za nyakati tofauti za kutoelewana na hata mapigano kati ya Wazalendo na FARDC, zikionyesha changamoto zilizopo katika uratibu na udhibiti wa vikosi hivyo visivyo rasmi. Taarifa kuhusu uwepo wa wanajeshi wa Burundi, Warundi, wakitazama mapigano huko Uvira, kama ilivyoelezwa awali, hazijathibitishwa kwa undani katika taarifa zilizopatikana, ingawa ushirikiano kati ya FARDC na FNDB unaripotiwa katika maeneo mengine ya Kivu Kusini kama Nyangezi. Sasa taarifa zilizotufikia hivi punde kutoka katika mji wa Uvira zinaeleza kwamba makundi haya mawili, kwa maana kwamba washirika hawa wawili, yani jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Wazalendo ambao wamekuwa wakiwasaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kupambana na kundi la waasi la M23 na makundi mengine yaliyoko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba wamegeukana na hatimaye kuanza kupigana, na mapigano makali yamezuka katika mji wa Uvira. Hii yote inatokea wakati ambapo taarifa zinasema kwamba sababu kubwa ya mapigano haya kati ya Wazalendo pamoja na jeshi la FARDC ni kwa sababu ya kundi la Wazalendo kuwashutumu baadhi ya viongozi wa jeshi la serikali ya Kongo, yani FARDC, kupokea hongo ama rushwa kutoka kwa baadhi ya watu ambao inasemekana wana uhusiano wa karibu na kundi la M23 na makundi mengine ambayo yamekuwa yakipambana kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na inasemekana kwamba moja kati ya watu ambao wamechochea kwa kiwango kikubwa mapigano ya leo usiku huu ni kiongozi Nehemia Mwilanya, ambaye amewahi kuwa katibu au msaidizi wa karibu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila wa Kabange, kwamba alionekana na kusikika akifanya mazungumzo na baadhi ya viongozi wa jeshi la Kongo FARDC katika mji huo wa Uvira, na hivyo kuwashawishi kuweza kupokea rushwa na mwisho wa siku ili waweze kusarenda na kuachia eneo la Uvira kwa ajili ya kuchukuliwa na kundi la M23. Zilipatikana taarifa kuhusu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kundi la M23 kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano ama kusitisha vita kati ya pande hizo mbili, ili kuweza kuruhusu mazungumzo yaweze kufanyika kwa ajili ya kutafuta suluhisho la kudumu la amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini ni kama geresha ambayo imesababisha sasa
kugeukana wao kwa wao, kwa maana kwamba jeshi la FARDC, jeshi la Kongo pamoja na kundi la wazalendo ambalo limekuwa likilisaidia jeshi kupambana na vikundi hivyo, na yote hiyo inasababishwa kwamba kundi la wazalendo limekuwa likiwashutumu sana na mara kadhaa limekuwa likishutumu jeshi la serikali kujihusisha na rushwa na mwisho wa siku kuwaachia maadui waweze kutawala hata katika miji kadhaa ambayo M23 wanaishikilia ikiwemo Goma na miji mingine. Kundi la maafisa wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC, lilikamatwa baada ya kurekodi video katika hoteli moja huko Kinshasa. Katika video hiyo, walidai kumalizika kwa utawala wa Rais Tshisekedi na kutangaza kuanzishwa kwa utawala wa kijeshi. Baada ya kukamatwa, maafisa hao walifikishwa mahakamani kujibu mashtaka yanayowakabili kuhusiana na jaribio hilo lililoshindikana. Tukio hili liliashiria hali ya wasiwasi na changamoto za kisiasa zinazoikabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général. Le dévoilement du discours déclarant la fin du régime de Tshisekedi et la prise du pouvoir prononcé par le colonel Mesme, rapporteur du collège des officiers des FARDC accusés de complot dans le but de détruire les régimes légalement établis, a fait l'objet de cette audience de la haute cour militaire tenue en chambre foraine à la prison militaire d'Indolo dans la commune de Barumbu. On voici donc un extrait de cette adresse faite dans un hôtel de la place dans la commune de Bandalungwa. Très grave, faisant de nouveaux complots des forces occultes pour s'accaparer de notre pays par des méthodes criminelles, le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo a décidé de prendre ses responsabilités devant la nation et devant le monde pour défendre et sauver la patrie. Les dirigeants qui se gouvernent de notre pays actuellement est le résultat d'un accord obscur entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo sous les auspices des prédateurs aussi bien internes qu'externes. Leur comédie politique, de mauvais goût et leur complaisance envers les forces terroristes qui ont envahi le territoire national ont déjà fait couler beaucoup de sang innocent. Nous avons décidé de les stopper net. S'en est suivi la confrontation par la haute juridiction militaire de certains prévenus se trouvant dans cette vidéo projetée. Celui-ci, par exemple, s'est dit être surpris de sa présence dans la vidéo les jours des faits. On s'est retrouvé à double mission. Mission Yambo. Naya nazwa mutuka pona okende na ngona garage. Et puis ma présence dans cet endroit se justifie par le fait que je devrais bénéficier du colonel Mesme de quelque chose pour la survie de ma maison. Pour le reste de ce qu'il avait prévu concernant le renversement du pouvoir, j'ai été tout simplement surpris. Pour la première fois, A noter que 40 prévenus comparaissent dans cette affaire, dont le général Erickson Inyengele Bakati de l'unité garde républicaine que le ministère public considère comme étant. Kuna taarifa kuhusiana na kundi la waasi la M23 ambalo limekuwa na mvutano mkali na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi la M23 zimetoa taarifa ya pamoja ya kwamba zimekubaliana kusitisha mapigano mashariki mwa nchi hiyo, na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi hilo la M23 zimetoa taarifa ya pamoja zikisema kwamba zimekubaliana kusitisha mapigano mashariki mwa nchi hiyo ili kutoa nafasi ya kuendeleza juhudi za usitishwaji wa kudumu wa mapigano nchini humo.
Tangazo hilo linafuatia mazungumzo ya upatanishi ambayo yamekuwa yakisimamiwa na Qatar, ambapo pande zote mbili zimesema kwamba zimekubaliana kufanyia kazi juhudi za kufikia makubaliano katika mzozo huo ambao umepelekea waasi wa M23 wanaotajwa kuungwa mkono na serikali ya Rwanda kuteka miji muhimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni taarifa ya hivi punde ambapo pande zote mbili zimethibitisha kujitolea kwao kusitisha mapigano mara moja na kusitishwa kwa uhasama baina yao katika muda wote wa mazungumzo. Na ukumbuke kwamba mwanzoni mwa mwezi huu wa 4 Qatar ilichukua jukumu la kidiplomasia na kusimamia juhudi za upatanishi baina ya pande zote mbili baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC kushindwa kufua dafu kutatua mgogoro huo. Sasa swali ambalo wengi tutaendelea kujiuliza, na naamini wakongomani wengi watakuwa wanajiuliza, kwa nini serikali ya Qatar inakwenda kufanikiwa ama inaweza kufanikiwa kutatua mgogoro huo baina ya M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na si Jumuiya ya Afrika Mashariki SADC wala AU wala UN. Nini kinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Bana, nasubiri maoni yako kupitia comment yako ya kwenye channel yetu, lakini usisahau na usiache ku-like, pia ku-comment na usiache kusubscribe. Tuambie mtazamo wako ni upi juu ya mgogoro huu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo tunaona jumuiya za kimataifa kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC, pamoja na Jumuiya ya Afrika kwa maana kwamba AU na hata Umoja wa Mataifa kushindwa kutupia macho mgogoro huu, na mwisho wa siku tunawaona Qatar wao wakiwa wametia miguu miwili kuweza kutatua mgogoro huu, na juhudi ndo kama hivyo zinaonekana kwamba huenda mgogoro huu ukafikia ukingoni. Hii